Mwanaume unakutana na mwanamke, unavutiwa naye na unaamua kuingia naye kwenye mahusiano. Na mkiwa katika maisha ya uchumba, mwanamke anaendelea kukuvutia kwa tabia zake nzuri alizonazo. Unaona kabisa huyu mwanamke ana heshima, mwanamke anakusikiliza, na kikubwa zaidi ni mwanamke ambaye anaonyesha kujitambua, ni mwanamke ambaye anaonekana ana ukomavu mkubwa sana wa kiakili. Hata wewe unaona kabisa nikioa hapa mimi sijapotea. Yaani wewe kama mwanaume unaona kabisa vigezo vyako vyote ambavyo ulikuwa unahitaji kuvipata kwa mwanamke vipo. Mwanamke anavyo. Kweli unaamua kuingia naye kwenye agano la ndoa. Lakini kumbe kwa bahati mbaya wewe unaingia kwenye agano la ndoa na mtu ambaye nyinyi nia zenu hazifanani. Sijui kama unanielewa. Malengo yenu niseme hayafanani. Wewe umemuoa kwa kuwa umempenda na unamchukulia yeye ni sehemu ya maisha yako na unaona kabisa nimemuingiza partner ambaye nitakuwa naye kwenye maisha yangu yote. Lakini kumbe mwenzako aliamua kuingia kwenye maisha ya ndoa kwa sababu hana namna. Hili unakuja kuligundua kipindi ambacho mmefikia hatua fulani za maisha. Inafika kipindi mmeishi, mwanamke anakuambia mume wangu, nimechoka kukaa nyumbani, naomba unifungulie biashara, anakuahidi mambo mazuri, tutashirikiana, tutafanya hivi na kweli unasikiliza, unaona kabisa huyu mwanamke bwana ana akili sana. Yaani hiyo siku tu umefungua biashara ndio siku ambayo utaijutia kwenye maisha yako yote. Na kuhakikishia kabisa, hiyo ndiyo siku ambayo itakuwa ni historia ya wewe kuikumbuka katika maisha yako yote. Hapo ndipo utakapogundua kwamba ile siku niliyojiroga kumfungulia mke wangu biashara ndio nilikuwa naagana naye. Kweli, kwa kuwa unampenda mke wako, kwa kuwa unaona mke wako ni mwanamke anayejitambua, kwa kuwa anakuheshimu, kwa kuwa mnaishi vizuri, unaona kweli nitakuwa sahihi nikimfungulia mke wangu biashara. Kweli unaamua kukata mtaji wako, unamwekea biashara kubwa, biashara nzuri. Mke wako anaanza kufanya biashara, mara anaanza kuinuka, mara anaanza kujuana na watu wengine, mara fursa zinaanza kuingia. Tayari mke anaanza kukuonyesha yeye sio mke wako tena. Mambo yanabadilika. Mke anakuwa mbogo. Unapoanza kupambana kumbakiza kwenye maisha yako, anakuumiza. Mwisho wa siku huyo mke analeta vurugu, anaondoka kwenye maisha yako, anakuachia maumivu makubwa sana. Wewe kama mwanaume, kwa kuwa ulipata mwanamke ambaye alikuwa perfect kabisa, ulipata mwanamke ambaye alikuwa anajitambua, ambaye uliona kabisa huyu amekamilika katika kila kitu, ukamuoa na mwisho wa siku aliyeyuka, unakuwa umejifunza funzo moja kwamba wanawake wakipata biashara au wakipata pesa au wakiinuka kiuchumi, wengi wanabadilika. Hiyo inabaki katika akili yako. Basi huyo mwanamke anaondoka kwenye maisha yako, lakini anakuwa amekuachia maumivu makubwa na pia amekuachia kumbukumbu mbaya. Na pia anakuwa amekutengenezea msimamo mwingine tofauti kabisa na ambavyo ulikuwepo. Inafika kipindi unaoa mke wa pili. Yaani yule ulishaachana naye unaamua kutafuta mwanamke mwingine, unaamua kumuoa. Wewe kama mwanaume hujasahau kwamba yule mwanamke wa kwanza alikuwa tu vizuri, amenyoka, lakini alikubadilikia baada ya kufunguliwa biashara. Alibadilika baada ya kupata pesa. Hilo hujalisahau. Basi inapofika kipindi mwanamke mwingine amekuja kwenye maisha yako, anaanza tena mambo yale ambayo yule wa kwanza aliyafanya. Mume wangu mimi nifungulie biashara, mimi hivi na hivi, anakupa ahadi, unagoma. Unaamua kula msimamo kwamba hapana, mimi siwezi kukufungulia biashara. Na unakumbuka huo msimamo ulijiwekea tangia siku ile yule mwanamke mwingine alipokufanyia yale aliyokufanyia. Hapana, mimi siwezi kukufungulia biashara. Jamii inavyoanza kumfunza mke wako vitu tofauti, hata wewe uamini. Unajua kuna vitu watu wanafundishana, lakini watu wame-experience vitu tofauti na ambavyo watu wanazungumza. Unaanza kuambia wewe ni mwanaume katili, wewe ni mwanaume mnyanyasaji, wewe ni mwanaume mbinafsi, wewe una mfumo dume, wewe hutaki mwanamke ainuke, wewe unamuonea wivu mwanamke. Yaani unaona mambo yanakuwa mengi hata wewe unashangaa. Kizazi cha leo kilipofikia mwanaume, utachagua kitu kimoja katika haya mawili. Aidha uchanganyikiwe au uendelee kuonekana katili. Maisha ya sasa hivi hayaeleweki. Watu wanaongea vitu ambavyo havina uhalisia. Mimi niseme ukweli, ni kwamba yani haya mambo yanajulikana. Sio wanawake wote wanaobadilika, lakini mimi nakwambia asilimia kubwa wanawake wakishafunguliwa biashara, kuna kitu kimoja katika hivi viwili anaweza kakifanya. Kitu cha kwanza, anaenda kazini, anaanzisha mahusiano na watu wengine. Kitu cha pili, anavunja ndoa. Yaani sasa hivi wanaume wengi kitu kinachowafanya wakatai kufungua biashara, wakatai kuwaruhusu wake zao kujishughulisha, ni vitu viwili tu. Jamani,
Sio kwamba wanaume wana wivu. Mimi natamani sana watu wangeelewa. Sio kwamba wanaume wana wivu, sio kwamba wana roho mbaya, sio kwamba wana chuki, sio kwamba hawapendi kuona wake zao wakijishughulisha, lakini walifundishwa vitu fulani katika njia ngumu sana. Mtu alishaona mwanamke aliyempenda sana, mwanamke aliyewekeza kila kitu kwenye maisha yake, anaondoka. Yaani alimuona kabisa hivi, anaondoka. Tena kuna wengine hata hawakukosana, mke alianza kutafuta chokochoko baada ya kuona amepata kitu fulani. Mwanamke aliolewa na mume wake, basi tu aliolewa kwa sababu basi tu. Baada ya hapo alipoona amepata pesa, akaanza kukumbuka kutimiza zile ndoto zake, yale malengo yake ya kuishi mwenyewe, ya kuwa mwanamke mwenye pesa. Alikuwa anaota kuwa mwanamke mwenye pesa, imefika kipindi amezishika, anaona ndoa haina faida kwangu. Na kama nilivyowaambia, asilimia kubwa ya wanawake huwa wanatarajia kufaidika kutokana na ndoa. Kwa hiyo ikifika kipindi akiona anaweza kujisimamia yeye mwenyewe, anaona ndoa haina umuhimu. Ndoa inampa tu hasara, inamchelewesha tu. Kwa nini akae kwenye ndoa aendelee kuchelewa maisha? Bora atoke aanze kutembea akiwa mwenyewe. Wanaume sasa hivi kwenye jamii wamejikuta wakilaumiwa sana kwa vitu vya namna hii. Kwa nini wewe mwanaume ukatae mke wako kujishughulisha? Wanaume wana roho mbaya, wanaume ni wabinafsi sana. Mwisho wa siku akifa, mnabaki mnateseka, mnabaki sijui nini. Sasa wanaume wanashindwa wafanye nini? Mtu sio kwamba ni mbinafsi, mimi nawaambia ukweli. Wanaume sasa hivi kuna vitu viwili tu vinavyowasababisha waogope kuwafungulia wake zao biashara. Moja ni wanawake kubadilika na kuamua kuvunja ndoa. Cha pili ni usaliti. Nawaambia ukweli, wanawake wengi sana huku makazini wanaharibika. Yaani ulizeni huko, piteni, fanyeni uchunguzi, yaani kabla mjaanza kuwaongelea wanaume wote kama watu wenye roho mbaya, ulizeni. Kuna watu yalishawakuta mambo mazito. Mimi sikatai, ni sahihi kwa mwanamke kujishughulisha. Tatizo mitazamo inatofautiana, au niseme maono yanatofautiana. Mwanaume anaweza kafungua biashara kwamba mke wangu naye anajishughulisha, mke wangu naye awe anaingiza chochote, mke wangu naye anajifunza maisha, yani kwa uzuri tu. Lakini mke anachokuja kumlipa, hapo ndipo wanaume wengi wanapoingia kwenye msimamo kwamba mimi mke wangu nikija kuoa mke mwingine hatokaa akafanya kazi. Kwa sababu sio kwamba hao wanawake waliokuja mwanzo kwenye maisha yao walikuwa na changamoto, walikuwa ni wanawake wazuri tu. Lakini baada ya kwenda kazini mambo ndiyo yalibadilika. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanaume wanaanza kuwa na hii misimamo kwamba sitaki mwanamke afanye kazi. Sio kwa sababu anamuonea wivu mwanamke, sio kwa sababu ana roho mbaya, sio kwa sababu anataka kuminya mwanamke, sio kwa sababu anataka aendelee kumwacha mwanamke asiwe na chochote ili amnyanyase. Sio wote. Mimi sikatai kwamba hao ambao wanafanya hivyo wapo, lakini mimi nawaambia asilimia kubwa sasa hivi kwenye jamii, fuatilieni mtapata majibu. Walio wengi wamefikia uamuzi huo kutokana na mambo ambayo waliyapitia. Mtu alikuwa na mwanamke amenyoka vibaya sana. Waulizeni watu ambao wake zao waliwageuka, sio kwamba wake zao walikuwa waeleweki, walikuwa wamenyoka. Mtu akikaa anaona kabisa huyu mwanamke anajielewa na akili zake timamu, lakini mwisho wa siku mambo aliyokuja kumlipa sio. Mwingine mke alivunja ndoa, na kuna mwingine alianza kusalitiwa. Mke anaenda kazini, anaanza kupata wanaume wengine, mambo yanabadilika, nyumba inawaka moto, amani hakuna. Mwanaume akaanzaga tu kuona mke amebadilika, heshima hakuna, hawasikilizani tena. Akimwambia rudi mapema nyumbani, mke hataki. Akiuliza kwamba biashara inaendeleaje, mke hataki kushirikiana naye. Kumbe tayari ana mwanaume huko. Na kuna wengine mke akaanza kufanya hivyo vitu, kumbe anatafuta tu vitimbu ili mwanaume amchoke, waachane. Mimi nawaambia ukweli, kwenye jamii tunavyoongea vitu, tusiongee vitu kwamba wanaume wote wanakuwa na lengo moja. Mimi nakubali, mimi sikatai, wapendwa, wapo kweli wanaume wa namna hiyo ambao hawataki wake zao wafanye kazi kutokana na sababu za wao kutaka kuwanyanyasa. Hilo mimi sijakataa. Lakini tatizo ni kwamba wapo hawa wengine ambao walishaumizwa. Mtawatoa vipi wanaume hawa kwenye kuamini kwamba wanawake wanabadilika? Ikiwa alikuwa na mwanamke mzuri tu aliyenyooka, hata ungelikuwa wewe vaa viatu vya huyo mwanaume. Umekutana na mwanamke anajielewa, mwanamke anajitambua, mwanamke anaheshima, mwanamke ana kila kitu. Baada ya kumfungulia biashara huyo mwanamke anaondoka. Ungelikuwa ni wewe, ungekuwa na mikakati gani kwenye maisha yako? Lazima ungeishia tu alipoishia huyo mwanaume, kwamba mwanamke sio mtu wa kumpa kazi, sio mtu wa kumuinua kiuchumi. Na sio kwamba anafanya hivyo kwa nia mbaya, ni watu wanafanya hivyo kwa sababu wanahofia mabadiliko. Yaani sisi wanawake tunatofautiana malengo, hilo tusikatae. Hilo tulikubali tu kwamba pengine kweli wewe mwanamke ambaye unafundisha hilo unatazamia wanawake kuwa na wao wanajishughulisha kwa chochote. Lakini tatizo hawa wanawake hawa, au niseme sisi wanawake sisi ambao tunatetewa,
baadhi yetu hivyo vitu vikija kwenye maisha yetu au tukipata hizo fursa, hatufanyi vitu sahihi kutokana na fursa zilizotujia. Mtu akianza kufanya biashara, mambo yanabadilika. Kwa nafasi ile ya mke nyumbani inaisha, nafasi ya mama inaisha. Tukiachana tu na upambanaji, kuna haya masuala ya watu kubadilika tabia zao. Mtu kuanza kuwa msaliti na mwingine kuanza kuota kuivunja hiyo ndoa ili ajitegemee. Mtu ameshaona na milioni 20 na milioni 30, anaanza kuona hapana, mimi siwezi kuendelea kukaa kwenye hii ndoa. Na vile wanawake tumejijengea kwamba kwenye maisha ya ndoa mwanaume ndo anayetakiwa kuleta uchumi, yani anayetakiwa kupambania uchumi. Kwa hiyo sisi tunaamini hizi pesa tunazozipata ni za kwetu binafsi. Kwa hiyo nikiona kwamba inatakiwa nianze kushare hapa, ndio naona shida kwamba hapa nitachelewa maisha. Bora niondoke nikaanzishe mwenyewe maisha yangu. Wanaume wengi wameshaumia na mambo ya namna hii, na sasa hivi wanapambana sana kujitetea wasionekane hivyo. Mimi nawaelewa, kwa sababu sisi ambao tuko huko kwenye jamii tunajifunza elimu za kijamii pia tunaona mengi sana wapendwa. Na kuna wanawake hapa, ni wanawake walishashuhudia wanawake wenzao walishavunja ndoa zao. Yaani hivi vitu kwenye jamii viko tofauti. Yaani kuna vitu ambavyo watu wanaongea tu kutokana na kutaka wanawake wajikomboe watoke huku, lakini sasa tatizo ni kwetu sisi wanawake ambao tunatetewa. Unakuta mtu inafika kipindi unapata fursa, unaenda kufanya vitu tofauti. Kwa hiyo mimi nilikuwa natamani jamii ifahamu kwamba baadhi ya wanaume hawakatazi wake zao kufanya biashara kwa sababu ya wivu walionao. Hawafanyi hivyo kwa sababu wanataka kuwanyanyasa wake zao. Hawafanyi hivyo kwa sababu hawataki tu wake zao wewe wanajiweza kiuchumi. No, hawafanyi hivyo kwa sababu wanahofia malengo ya wake zao ni malengo gani. Mwingine anajua tu kwamba unaweza kushangaa unamfungulia mke biashara, kumbe malengo alionayo sio ambayo wewe unayafikiria. Unakaa chini unaona na mwanamke ana akili, sasa hivi nikifungua biashara tutakuwa tunafanya hivi, tunashirikiana. Kumbe mwenzako anafungua biashara kwa ajili yake yeye binafsi, anakubembeleza, anafanya nini? Na kibaya zaidi sio kwamba wanawake wote wao wanaonyesha hawajitambui. Mwingine anakueleza kabisa, unamwona kabisa anajieleza. Yaani ukiachana na ile ya kusema anakueleza yeye. Maana yake mimi mara nyingi huwa nawaambia, mwanamke akianza kukwambia mimi najitambua, mimi najielewa, hivyo sio vitu vya kusikiliza. Mwanamke anayejielewa wewe utamuona. Lakini kwa bahati mbaya sasa hivi hata hao wanaoonekana kujielewa wakishapewa biashara, vitu wanavyovifanya haviendani. Mtu akishafunguliwa kazi, vitu anavyoenda kuvifanya haviendani. Mwanaume akikaa akianza kuvuta picha anashindwa, mke wangu amefikije huku? Yaani kwa nini mambo yamebadilika, yamekuwa hivi? Watu wameshalia, watu wameshaumizwa. Fuatilieni. Wanaume wengi sana wanajitetea sana wakiona wanawake wanapambana kujiweza kiuchumi, kwa sababu wanahofia mabadiliko. Wanahofia hizi taasisi za ndoa kutokuwepo tena. Kwa sababu wanawake sasa inaonekana wanataka uhuru ambao sasa haupo. Mtu anataka awe na uhuru wa kifedha, pia aanze kuota mabawa na ndoa yenyewe ikimbie. Mtu anataka awe na uhuru wa kifedha ili aanze kuwa msaliti. Sasa itakuweje? Familia gani zitakazosimama? Kwa hiyo wengine wameamua kuwa na hiyo misimamo kwa sababu wanahofia ndoa kuisha, wanahofia familia kusambaratika, wanahofia mambo yatakayotokea. Kwa sababu kuna wengine walishayapitia kabisa, kama nilivyokuambia. Mtu alishakutana na mwanamke anayejielewa vibaya mno, lakini alikuja kubadilika. Mtu alimpa fursa mke wake, lakini alifanya nini? Aliishia tu kumuumiza. Akaenda kufanya usaliti, akawa analala na wanaume huko. Kuna wengine wake zao walipata mpaka ujauzito, wakaanza kutoa mpaka mimba huko. Kuna wengine walizaa mpaka watoto wa nje. Kuna wengine ndio hapo vurugu zikaanza kuwa kubwa, anataka waachane ili abaki na kila kitu. Jamani, ni changamoto. Yaani wanaume mimi imefika mahali na waonea huruma. Na ndio maana mimi nasema kwa dunia sasa hivi ilipofikia na hizi ajenda zinazoendelea, mwanaume utachagua tu moja kati ya haya mawili. Uonekane katili au tu uchanganyikiwe. Kwa sababu mwisho wa siku mtu unashindwa jamii inataka nini? Mkiwapa wanawake kile ambacho jamii inasukumia wapewe, vitu wanavyovifanya haviendani. Ni kweli watu mnatoa elimu nzuri kutaka wanawake na sisi tuwe tunajiweza, tuwe tunafanya nini, lakini tatizo ni ndoto tulizonazo wanawake haziendani na wanaume. Maono tulionayo hayaendani na wanaume. Mwanaume yeye anawaza mke wangu atakuwepo hapa maisha yangu yote, tutaenda hivi na hivi, tukija kuwa na gari. Yaani mwanaume kwenye future mke yupo, kwenye future mke yupo. Lakini mke kwenye mipango ya yeye akipata pesa mme hayupo. Yaani mme hayupo kabisa, anajipigia hesabu yeye peke yake. Nitaishi hivi, nitafanya hivi, nitajenga nyumba yangu, nitanunua gari, nita peke yake. Lakini mwanaume hata kama gari itakuwa moja, tutakuwa tunapanda mimi na wife hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini wanawake hivyo vitu havipo. Jamani, ni shida. Yaani sasa hivi mambo yanayoendelea kwenye jamii ni shida.
Yaani ni vile tu mtu ukiongea unaonekana unaongea vitu tofauti na ambavyo wenzako wanaelimisha, lakini ni ukweli jamani, nawaambia ukweli. Natamani mngejua huku mitaani watu vitu wanavyovipitia. Fanyeni utafiti. Yaani mnapoanza kuzungumza kitu, angalieni kwanza kwenye jamii, zungukeni, muulize hao wanaume wanaokataa na sababu gani. Wengine wana maumivu, wengine walishashuhudia kwa watu wao wa karibu, na kuna wengine walishashuhudia ndoa ambazo zilikuwa zimesimama vizuri. Akaja akaona hata ndoa ya yule, mtu hapa akaona hapana, kweli wanawake ni watu wa kuogopa, akanyosha mikono juu. Nawaambia ukweli. Sio kwamba wanaume wote wana roho mbaya, mimi sijakataa. Kama wako wabaya haimaanishi wazuri wapo. Wengine wanafanya hivyo kwa lengo zuri tu, kwa nia njema kabisa. Wanajua hapa tukiwaruhusu wake zetu kufanya kazi, hizi ndoa zimeyeyuka, ndoa zimeisha hizi. Mtu anajua wazi kabisa huyu mke wangu akiingia tu kufanya kazi, kwa akili yake inayoiona hii mambo yatakuwa ni mabaya. Mtu anamuona tu mke wake wazi, anatamaa vibaya mno. Hapo anaanza kujiuliza, nikimpa na hii fursa itakuweje? Mtu anamuona kabisa mke wake anatamaa, baada ya kupata biashara ameanza kuwa na vitu vya siri huko, na wanaishi tu vizuri. Yaani kuna wanandoa wengine kwenye ndoa zao hakuna shida, ila wanawake wanachagua tu kuanza kuwa wabinafsi. Mtu anaanza kuficha vitu. Mwanaume akishaona hivyo viashiria tayari amani inatoweka. Mtu anajua kabisa yani kumfungulia mke biashara ni kujichanganya. Kwa hiyo mimi nakwambia, hata wewe mwanaume ambaye haya hayajawahi kukukuta, siku ambayo utamfungulia mke wako biashara ndio siku utapata jibu. Je, wewe na mke wako lenu ni moja au kila mtu alikuwa na mambo yake? Watu wengi wao wanakuja kujifunza hapo. Yaani mke akishapata kazi, mke akishaanza kuinuka kiuchumi, mke akishapata nguvu, mtu hapo ndo anaanza kujua kwamba huyu mwenzangu tulikuwa tunatembea safari moja au alikuwa ananidanganya, alikuwa ananitapeli. Mtu anaanza kujua kwamba hapa nilikuwa naishi na tapeli. Naambia tu kweli, jamani, sio kwamba wanaume wote wana roho mbaya, lakini wako watu wamejifunza vitu kwenye njia ngumu sana. Mtu alikuja kuona kitu alichofanywa na mke, alichoka. Yaani aliumizwa vibaya mno mpaka akajuta, akaona nisingefunguaga biashara, yote haya yasingenikuta. Kuna watu hapa kitu ambacho wanakijutia kwenye maisha yao, kuna wanaume hapa kitu ambacho wanajuta kwenye maisha yao ni kuwaruhusu wake zao kufanya kazi. Basi ni kuwatafutia wake zao kazi kwenye maofisi fulani, ni kuwafungulia wake zao biashara. Kuna wengine waliwafungulia tu magenge na ndoa zikafa. Kuna mtu anajuta hapa, alishatoa milioni 30, milioni 60 akawekeza kwa mke. Mke alipoona ameinuka, alimkimbia mume wake, tena akamuingiza hasara. Kuna mwanaume hapa kipindi anatoa mtaji anampa mke wake mpaka aliyumba, mambo yake yakaanza kwenda vibaya. Hapo ndipo dharau ilipoanzia kwa mke. Kuna wanaume hapa walishakopa wakawekeza nyumba zao benki, wake walivunja hizo ndoa, biashara wamebaki nazo. Hivi sasa hivi wana madeni huko benki. Madeni hewa inatakiwa walipe. Sasa hivi inatakiwa ajibane kwenye biashara alionayo, kwenye kazi alionayo, ili alipie lile deni ambalo mke amemwachia. Mke yuko huko anakula zake maisha. Mke alishabaki na biashara. Mke sasa hivi anafanya vitu vyake huko, hajali kitu alichomfanyia mwanaume. Mimi nawaambia ukweli, wanaume sasa hivi wanachanganyikiwa, wanashindwa wafanye nini? Kwa sababu baadhi wanajitahidi kuendana na wakati, kama mnavyosema waendane na wakati, hizi sio zama zile. Sawa, wanafanya hivyo, lakini tatizo wanawake tumetofautiana akili. Mimi nadhani baadhi ya wanawake hili hawalitambui, na ndio maana mimi mara nyingi nimekuwa nikizungumza na wanawake wenye umri fulani, nasema jamani, nyinyi wa kizazi kile sio wa sasa hivi. Wanawake wa sasa hivi akili zao ziko tofauti kabisa. Yaani vitu wanavyoviwaza ni havipo. Afadhali unaweza kumuona mwanamke wa miaka ya nyuma huko, achana na hiki kizazi cha Gen Z. Nazungumzia wanawake wa kizazi cha nyuma sasa ya Gen Z. Unaweza ukamuona akawa na akili vizuri tu, anaishi kwenye ndoa hata ambayo haieleweki, lakini anafanya mambo yake ya akili. Tofauti kabisa na kizazi cha Gen Z. Watu wanabahatika, hiki kizazi hiki, watu wanabahatika kupata wanaume wa maana wanaoeleweka, wanaume ambao wanajitoa kufanya kila kitu ili kuwaridhisha, na bado wanakuja kuwaumiza. Sasa hivi hiki kizazi kimekuwa kandamizi sana dhidi ya wanaume. Wanaume wanakandamizwa sana, wanateseka. Na vile tu wanaume walishaonekana ni wanaume wao ni wabaya, basi sifa wanazopewa ni hizo tu, kwamba wanaume wa hivi wana roho mbaya, wanaume wa hivi wanakuwa wanyanyasaji, wanaume wa hivi wanakuwa wakatili. Hakuna mtu anayekumbuka kwamba kuna baadhi ya wanawake wanachezea hizo bahati wao wenyewe. Kuna baadhi ya wanawake wanaharibu akili za wanaume, wanaanza kutokuamini tena kuwapa wake zao biashara. Mimi nawaambia tu kweli, kabla ya kuongea vitu, at least tuwe tunafanya hata utafiti kwenye jamii. Mimi hapa nakiri wazi, mimi ni mmoja wapo ambaye mimi ninashauri zaidi wanaume. Ili naomba niwaambie, mimi ninapata bahati ya kuwasiliana na wanaume wengi zaidi ya wengi.
wana vilio vikubwa sana ambavyo hata jamii ingekaa ikawaangalia, hata wanaume ingetambua kwamba baadhi ya wanaume hawafanyi makusudi kuwa na misimamo ya namna hiyo. Mngejua kwamba baadhi ya wanaume wana sababu nzito sana ndani yake, kwa sababu walishaumizwa. Na wengine hapa ninapoongea wana madeni. Hivi mnanielewa nikisema wana madeni? Mpaka inabidi hata nifoke, yani natamani hata niongee, sijui watu watanisikia, sijui watanielewa. Kuna watu wana madeni, nawaambia jamani, eleweni. Mtu ana deni benki, kasha achiwa, alikopa mkopo wa milioni 30. Mtu alikopa milioni 20 kwa sababu ya mke. Mtu alikopa milioni 10, ameandikisha nyumba. Sasa hivi anapambana kulipa deni na biashara mke ameondoka nayo. Utakuja umwambie nini huyu mwanaume akuelewe kuhusu kumfungulia mke biashara? Kesho na kesho kutwa huyu lazima awe anajilinda kwa sababu yalishamkuta. Lakini jamii mnaamua kuchagua kuwakandamiza hao wanaume waonekane wote wana roho mbaya. Mimi sijakataa wabaya wapo, lakini wengine wana maumivu jamani. Jitahidini kugeuka basi muangalie na wanaume. Tunavyoteteana sisi wanawake, tuangalie na wanaume. Sasa hivi tunasaidiana sisi, lakini kuna watu wanawaumiza wanaume kupitia haya mambo yanayoendelea. Wewe unaona kabisa kweli unafanya kitu kizuri kuwasaidia wanawake, lakini sio sahihi kusema kwamba wanaume wanaokataza wake zao kufanya biashara ni wakatili, ni watu wenye roho mbaya, ni watu wenye chuki, ni watu wenye wivu, hawataki wake zao waendelee, sijui nini, maneno kibao. Lakini lengo sio hilo. Wanaume sasa hivi wanahofia vitu viwili tu: wake zao kuanza kufanya usaliti au wake kuvunja ndoa. Hivyo ndio vitu ambavyo sasa hivi wanaume vinawachosha. Kwa hiyo wamebaki tu hawaelewi mambo yani wamechanganyikiwa. Wanaume walio wengi wamechanganyikiwa, wanashindwa wafanye nini. Jamii inalaumu sana kuonekana wao ni watu wabaya. Lakini mimi nawaambia tu kweli, watu wana maumivu makubwa sana moyoni. Kuna watu wana madeni makubwa sana wanadaiwa na mabenki huko. Mwende mkafanye tafiti hata kwa mabenki, mtakuja msikie kesi za namna hiyo. Kuna wanaume walishaachiwa madeni na wake zao, wanayalipa huko. Wake walishavunja ndoa na bado wakagawana na mali wameenda. Kuna wengine yani ni shida, mambo hayaeleweki. Ni shida. Mimi naomba niishie hapa, niseme tu ukweli. Baadhi ya wanaume kinachowafanya wawe na misimamo ya kutotaka wake zao wajishughulishe ni kwa sababu walijifunza kwenye ugumu. Kuna mwanamke alikuwa naye, aliona kabisa huyu nimevuka, huyu mwanamke anajitambua, lakini alikuja kumdisappoint. Hapo ndipo mwanaume anapoamini kwamba hakuna mwanamke yeyote anayejitambua. Inafika kipindi anaona hata yule alinibadilikia. Anaanza kuona na wengine wanalia, na wengine wanalia. Sasa hivi kwenye jamii hivi vitu viko kwenye ndoa nyingi sana. Watu wanalia na vitu vya namna hii. Watu wanalia na kuna wengine wanazishikilia tu hizo ndoa, lakini kiuhalisia ndani ya zipo zimeoza. Ndoa zimeoza toka wake wamekuwa na biashara, ndoa hazishikiki. Toka mke amekuwa na kazi, hiyo ndoa ilishaoza. Mwanaume anaishi tu anavumilia kwa sababu ya watoto. Anavumilia tu. Kuna mtu yani haki yake kama mwanaume apewi. Sasa hivi watu wanaishi miezi 6, watu wanaishi mwaka, hawakutani kimwili kabisa. Mke amekula msimamo, anachotaka mume akubali kumwachia aondoke. Kwa hiyo wengine wanaamua kuvumilia sasa, kwa sababu unakuta ana deni. Atafanya nini? Hilo deni liko kwenye biashara ya mke. Mtu akubali mke aondoke kwa sababu anajua mimi hatima yangu itakuwa vibaya. Mtu unakuta hata yeye mambo yake yameshayumba. Biashara imemuendea vizuri mke, yeye ameyumba na ana deni benki, atalipa nini? Kwa hiyo wengine wamejitwisha ndoa zinazowaumiza. Tena ni wanaume vizuri kabisa ambao wangeweza hata kutelekeza hizo ndoa akakimbia, lakini hawana namna. Inabidi wabebe hiyo mizigo mizito. Wanaume kukataa wake zao kufanya biashara sio kuhusiana na wao kuwa wabinafsi na wenye chuki na wenye roho mbaya tu. Jamani, kuna vitu, fuatilieni kwenye jamii, mtakuja kugundua. Sasa hivi kwenye jamii wanaume walio wengi wamelia baada ya kuwafungulia wake zao biashara. Ni asilimia chache sana ambao wanaenjoy hilo swala. Asilimia kubwa wameshalia, ndoa zimevunjika. Asilimia inayofuata sasa hivi hizo ndoa ndio ziko hatarini kuvunjika. Na kuna asilimia nyingine hizo ndoa sasa hivi zimeshikiliwa tu, mume ameingangania tu, lakini imeoza. Hiyo ndoa imeisha kwa ndani, ilishaliwa, imeisha. Nawaambia ukweli, jamii iache kuwatazama wanaume kama watu wakatili pekee. Kuna sababu nyingine nyuma yake ambazo tunaanzisha wanawake huku ndani, lakini kwa vile wanaume wana react, ndio wao wanaoonekana vibaya, ndio tunapata nafasi nzuri ya kuwakandamiza. Hapo tunawatwisha matatizo. Hawa wana shida, wana roho mbaya, hawataki wake zao wafanye kazi ili wawanyanyase. Mimi nakwambia hili swala naliongea kwa uchungu, kwa sababu ninaona watu wengi wanalia, watu wengi wana madeni, watu wengi wanateseka, lakini mwisho wa siku jamii haiwasaidii chochote. Wanaisha tu kukandamizwa kwamba hao ni watu wenye roho mbaya, hao hawataki wake zao sijui nini. Ni vitu vya hovyo kabisa. Hata ungelikuwa wewe ni mwanaume jamani, kwa nyakati za leo hizi,
ungekataa wanaume. Ni shida, ni mateso, watu wanaumia, watu wanateketea kwa ndani, watu wanaishi kwenye ndoa ambazo wanavumilia, wanawavutavuta tu wanawake. Kuna wengine wanakwambia kabisa, dada, mimi huyu mwanamke asiponiwekea sumu akaniua, sijui mwisho wangu itakuweje. Maana amekuwa na tamaa na amekuwa anapambana sana kuivunja hii ndoa. Mimi nawaambia ukweli, kabla ya kuwashindilia wanaume, tujue kwamba wana sababu gani. Kwa sababu kama wabaya wapo, haimaanishi kwamba wema wapo. Kama wenye sababu mbaya wapo, haimaanishi kwamba wenye sababu nzuri hawapo. Kwa hiyo hapo mimi nawaambia tu ukweli, wanaume wanatofautiana sababu, na walio wengi sababu zao ni hizo. Wachache sana ambao wanataka kuwanyanyasa wanawake, lakini walio wengi walishaumizwa